aidha kuvimba mikono. Na sababu tofauti ambazo zinaweza kupelekea mama mjamzito kuvimba miguu aidha mikono, ambazo zinaweza kuwa ni changamoto za kiafya, aidha zikawa changamoto tu za mtindo wa maisha ambao mama mjamzito ameuishi kwa wakati huo. Kuna baadhi ya sababu naenda kuzieleza hapa ambazo hasa zinasababisha kuvimba miguu aidha mikono kwa mama mjamzito. Lakini kama wewe ni mara ya kwanza unatembelea channel yetu, usisahau kusubscribe channel yetu ili sasa ninapoweka masomo yetu uwe wa kwanza kuyaona ili kujifunza zaidi. Okay? Baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mama mjamzito kuvimba miguu au mikono. Namba 1 ni shinikizo la mtoto. Mtoto anapozidi kuwa mzito, mwisho wa siku ni kwamba kizazi kinakuwa kinashinikiza, aidha kinagandamiza baadhi ya mishipa ambayo inapeleka damu miguuni. Hilo linaweza likapelekea flow ya damu kutokuwa nzuri na kupelekea miguu kuvimba. 2, kutokunywa maji. Mama mjamzito kama hanywi maji ya kutosha, maana yake hilo linaweza likapelekea kwanza chumvi inashindwa kuyeyuka vizuri. Vile vile maji yanasaidia flow ya damu. Kwa hiyo flow ya damu kuwa ndogo inaweza kupelekea mwisho wa siku wewe mama mjamzito miguu ikaanza kuvimba, aidha mikono ikaanza kuvimba. 3, kula chumvi nyingi. Ulaji wa chumvi nyingi unaweza kupelekea kuvimba kwa miguu na mikono. Namba 4, matatizo ya figo. Kama una matatizo ya figo, basi figo huwa inaambatana mara nyingi sana kwenda kuathiri miguu aidha mikono. Watu ambao wana changamoto za figo, basi wengi huwa wanapitia changamoto. Kwa hiyo mama mjamzito ukiwa na changamoto kama hizo, inaweza kupelekea vile vile ukavimba miguu. Sababu nyingine ni mabadiliko ya homoni. Kwa mama mjamzito homoni kama progesterone zinavyobadilika, ni kwamba inaweza kupelekea vile vile akawa anapata changamoto ya kuvimba kwa miguu aidha mikono. Hivyo basi unapoona hizo dalili, ujiulize kwenye hivyo vitu. Lakini sababu nyingine ni kukaa muda mrefu, aidha kusimama kwa muda mrefu. Kama umekaa kwa muda mrefu au umesimama kwa muda mrefu, inaweza kachangia wewe sasa miguu ikaanza kuvimba, kwa sababu ile flow ya damu inakuwa sio nzuri. Kwa mwenyewe unaweza kaona ukiwa umekaa kwenye kiti muda mrefu, nini kinatokea miguuni mwako? Unahisi kama ganzi. Kwa nini? Kwa sababu flow ya damu ilikuwa haitoshi. Hivyo inaweza kupelekea hata kuvimba kwa mikono. Sasa ufanye nini ili kumaliza tatizo hili? 1, jitahidi kunywa maji ya kutosha. 2, punguza kula chumvi. Vyakula vya chumvi punguza. Usile chumvi nyingi mno wewe mama mjamzito. 3, epuka kukaa aidha kusimama kwa muda mrefu. 4, jitahidi sana kufanya mazoezi mepesi. Yaani mazoezi ya kutembea na mazoezi ya mwili kwa ujumla. Hiyo itakusaidia sana huo uvimbe kupungua. Lakini vile vile lala kupitia ubavu wa kushoto. Ukilala basi flow ya damu itaenda vizuri, kwa hiyo itaenda kupunguza hatari ya wewe kuvimba miguu. Asante sana, naamini umefurahi na mimi umeenjoy. Usisahau kushare na mwenzako ili naye ajifunze. Nikutakie wakati mwema.